niko kwenye ule mpango ambao tayari fedha ambayo imeingia kwamba kutoka Changarawe kwenda kata Isalavano, ile barabara, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi ninavyoongea vimekata mawasiliano pale bondeni. Watu wa Isalavano hawapiti barabara na watu wa Changarawe haendi Isalavano, vinginevyo wanazunguka Kinyanambo au Ndolezi. Imekata mawasiliano kabisa ninavyoongea hivi, tambua na nishakuja hapa. Lakini la pili, mimi swala la milioni 10 kwamba ziingie kwenye bajeti ya kutengeneza barabara moja siafiki kabisa, kwa sababu nakupa na sababu. Kwanza, upo umuhimu mkubwa sana wa kutengeneza barabara za mitaani. Tukisema zile barabara za mitaani tu tunafanya moja moja, ina maana na watu saizi mji wetu wa Mafingu unakuwa kwa kasi kubwa sana, na watu wanazidi kujenga humo mitaani. Sasa kumbe ile milioni 10 inatusaidia kule wanakoanza kujenga pembezoni, tunafungua barabara ambavyo sasa nyinyi mnakuja mnaona tayari uwezekano wa barabara upo, mnaweza kuendelea kutumalizia. Mimi nilifikiri hii hoja ya milioni 10 TARURA kwa kweli mtuachie kama ilivyo, iweze kutusaidia kufungua barabara za mitaani, kwa sababu bila kufungua barabara za mitaani sidhani kama mnaweza nyinyi mkaja mkatusaidia. Kwa mfano sasa hivi kuna upimaji wa viwanja humo mitaani, na unakuta zile wamepima viwanja tayari, wameshaanza wenzetu watu wa ardhi kutumia vile viwanja, lakini barabara bado hazijafunguliwa. Kumbe kale ka milioni 10 pengine kangetusaidia hata sasa kuonyesha mwelekeo kwamba jiwe hili na hili hapa ni kabarabara kanapita. Mimi naomba kuwasilisha mwenyekiti. Asante sana. Haya. TARURA iko kwenye kata yangu na nikiri napata usaidizi wa kutosha, na ni washauri wa waheshimiwa madiwani, mkifika kwenye ofisi ya TARURA mtapata ushirikiano wa kutosha. Mimi nimemjua kwa muda mfupi, lakini ni mtu ambaye anaelewa, anatenda kwa haraka, lakini ni kada kindakindaki. Mimi siku moja nishawahi kupata changamoto kule Ihongole, maji yalikata barabara yakawa yanaingia kwa wananchi. Nilimpigia simu siku ya Jumamosi jioni, Jumapili asubuhi amefika na timu yake imefika, wakaanza kuchimba mitaro kurekebisha lile tatizo. Licha ya kuwa hana bajeti, tuna uhakika akipokea bajeti, akipata fedha kwenye hiyo miradi aliyoainisha atafanya kazi. Tumpe ushirikiano, lakini tusiache kumtembelea na kuhoji ili tuwe karibu. Kuhusu milioni 10, nashikilia shilingi hiyo pesa ibaki halmashauri na tuendelee na mpango ule ule tuliokubaliana, kwa sababu kama kata yangu yenye mitaa 6 kwa eneo la Ndolezi barabara hazijafunguliwa kabisa. Maana yake tunatarajia msimu huu tuombe idara ya urasimishaji karasimishe ardhi. Baada ya kurasimisha zile barabara tufungue kupitia hiyo milioni 10. Halafu ndio tuzitoe kukabidhi kwenda wapi? TARURA. Kwa hiyo kwa ukubwa na wa eneo langu nikisema hiyo milioni 10 isije itanikosti. Naomba hiyo ije ifanye kazi yake na TARURA waendelee. Asante sana. Meneja wangu wa TARURA, usichoke kutembelea kata Upendo. Umeiona changamoto ya kata Upendo ni kubwa sana. Nashukuru sana nilipokupigia simu siku ile ulileta kifusi kwa wakati, na unajua changamoto ya kata Upendo ni kubwa, na ndio maana muda mwingi unazungumzia Balali, unazungumzia Banda Beach kwa sababu unaijua changamoto. Mimi naomba nikushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kipengele cha milioni 10 hiyo ni changamoto. Sababu mwenyekiti, kwanza unajua ile milioni 10 hata hivyo mwenyekiti kwenye vikao vyetu sio mbaya, tulisema haitoshi, ikiwezekana inatakiwa tuongezewe ili iendelee kubaki kwenye kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Lakini niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni 10 nilikuhoji wakati unajinadi hapa kugombea mwenyekiti wa halmashauri. Ni mimi nilikuuliza swali. Milioni 10 hazitoshi. Mji wa Mafinga umetanuka, umeenda mbali. Sasa hivi tunavyozungumza tunaenda kupakana na msitu wa Sawili upande huu. Tunaomba iongezwe ifike milioni 20. Lakini pia nilikupa changamoto. Tulikipita tu grade, ni kipindi ambacho mvua zimeisha. Hakuna gari la maji, kuna vumbi. Bajeti ile haitoshi. Naomba msaada wako na busara pamoja na TARURA, milioni 20 zipitishwe.
Nashukuru sana. Milioni 10 hiyo au hiyo 20 unayoomba tupitishe tumpe TARURA au ibaki kwa halmashauri kwa utaratibu ule ule? Ibaki halmashauri kwa utaratibu ule ule, lakini ifike milioni 20. Nashukuru. Fedha hizi hata nilisema mtoe milioni 800, bado kwa Mafinga kuna barabara ziko 331 na zinakuwa kweli kweli, na huu mji unakwenda kwa kasi. Najua ongezeko linakuwa kubwa. Sasa kitu ambacho naweza nikashauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shauri baraza lako, tunapozungumza swala milioni 10, hatuhitaji kwamba ije kwetu TARURA. Hapana, hiyo naomba ieleweke vizuri. Hatuhitaji ije kwetu, ila tunahitaji tuisimamie na itoe impact. Yaani sisi ukituingiza mahali kwamba kuna fedha ya serikali imeingia pale, maana tunatamani tusimamie na ilete impact chanya, na hata mtu mwingine akija aseme kabisa kwamba hapa alikuja mtaalamu. Tutatembea kata zote kwa barabara ambazo zitakuwa zimeainishwa, ili tukubaliane kwa pamoja. Sema ambayo itakuwa na mahitaji makubwa, sio barabara zote lazima ziwe na gharama sawa. Sehemu nyingine inaweza kuwa ni kilomita 1 lakini kana gharama kubwa kuliko kilomita 2 kwa sababu ya eneo hilo. Lakini ili tuweze kufanya kitu kikiwe tangible, yani kionekane kwamba kweli kilifanyika, wataalamu waliingia, lakini viongozi wa halmashauri waliviona hili. Huo ndio ushauri wangu. Kwa hiyo tusitoe moja kwa moja kwamba zile 10 si hatuzihitaji TARURA kwamba zije kwetu, hapana. Isipokuwa tunatamani kama mnatushirikisha, basi tushiriki kwa kutoa utaalamu wetu na ushauri ambao utakuwa umejenga. Bongo Play TV.